Yes, mtazamaji, on the microphone it's Ogela Official Rose D kama kawaida. Karibu sana popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali. Mimi leo niko nimefumbata habari ambako Mange amemvaa Zitto Kabwe atoa siri ampa kauli nzito baada ya kuwatakia heri ya mwaka mpya. Karibu sana popote pale ambako unaitazama Biomedia. Nikukumbushe kusubscribe kama bado, kushare, kulike pamoja na kucomment. Tunaangazia kauli ya mbunge wa Kawe na kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe ya kuwatakia Watanzania wote heri ya mwaka mpya 2026, ambayo imeibua mjadala mpana sana mitandaoni, hasa baada ya mwanaharakati na mwana mitandao ya kijamii Mange Kimambi kuipokea kwa kauli ya Zitto kama kijele. Tukio hili limekuwa kioo ambacho kina akisi hali ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania, hasa katika kipindi hiki ambacho mjadala wa maridhiano, demokrasia na haki za binadamu bado ni moto wa kuotea mbali. Ni katika ujumbe wake Zitto Kabwe alirejea kwa kina changamoto zilizoikumba Tanzania mwaka 2025, akitaja kudhoofika kwa demokrasia wakati wa uchaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu, kutoweka kwa watu na mateso ambayo wananchi wengi pia wameyapitia. Lakini pia alisisitiza umuhimu wa mwaka mpya wa kuwa mwanzo wa Tanzania kujipanga upya kwa mshikamano, lakini pia huruma na mapambano ya haki kwa maslahi ya taifa kwa ujumla. Ujumbe huo, mtazamaji, uliakisi taswira ya matumaini, lakini pia uliweka wazi kabisa kuwa taifa bado lina safari ndefu ya kurejesha misingi imara ya demokrasia pamoja na utu. Hata hivyo, majibu ya Mange Kimambi yalikuja kwa mtazamo tofauti kabisa, na kupitia kauli yake fupi lakini Zitto alionyesha kutoamini mwelekeo wa maridhiano ambayo yanahusishwa na uongozi wa rais aliyepo madarakani, akisema wazi kuwa hakuna Mtanzania atakayeshangaa. Kauli hii imetafsiriwa na wengi kama ishara ya kukataa tamaa, lakini pia kama onyo kwamba maneno mazuri na salamu za heri ya mwaka mpya pekee hayatoshi bila mabadiliko ya kweli yanayoonekana kwa vitendo. Mjadala huu, mtazamaji, unaendelea kuibua maswali mazito miongoni mwa Watanzania. Swala kwanza, je, salamu za heri ya mwaka mpya kutoka kwa viongozi mbalimbali zina uzito gani endapo majeraha ya kisiasa na kijamii bado hayajaponywa? Lakini pia, je, maridhiano yanayozungumzwa ni ya dhati au ni ya kauli za kupoza hasira za wananchi? Lakini pia, je, ni lini taifa litaona matendo yanayolingana na haki na ahadi pamoja na haki, usawa na uhuru? So kwa ujumla, mjibizano huu kati ya Zitto Kabwe na Mange Kimambi si tukio la kawaida la mitandao ya kijamii, bali pia ni taswira ya mgawanyiko wa mwanzo uliopo ndani ya jamii ya Watanzania. Wapo wanaoamini katika matumaini na mabadiliko ya taratibu, lakini pia wapo wanaona kuwa mfumo uliopo hauwezi kujirekebisha bila shinikizo kubwa. Kadiri mwaka 2026 unavyoanza, ujumbe ulio wazi ni kwamba Watanzania hawahitaji tu maneno ya heri, bali wanahitaji vitendo vinavyorejesha imani yao kwa taifa, demokrasia pamoja na uongozi wao. Mtazamaji wa Biomedia, nasi tunaendelea kulifuatilia hili kwa karibu kabisa. Kwa 2026 kwa nchi ya Tanzania, kipi kitafuata? Ni maneno kwa vitendo ama ni maneno tu kama ambavyo yamezungumzwa? Wana wakati mwema, bye bye.